Ndugu wa Tanzania wenzangu, kwanza kabisa kwa masikitiko makubwa nitoe pole za dhati kwa wenzetu waliopoteza maisha, kwa wenzetu waliouawa kikatili. Haya ni maafa kwa taifa na wala sio janga, ni maafa kwa taifa. Hatukuamini katika historia ya mwanadamu, historia ya taifa letu la Tanzania, taifa la ndugu, tungeuana kwa kiasi hicho, kwa ukatili huo, kwa namna ya vifo hivi. Watu wameuawa kikatili, lakini wamemwaga damu kwa ajili ya haki ya ukombozi wa taifa lao. Poleni sana 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 ndugu, jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa kupoteza ndugu zetu hawa. Pili, nitoe pole za dhati kwa wale ambao wamejeruhiwa, walioko hospitalini, walioko nyumbani, wanaouguza. Waendelee kuwa wavumilivu, wasikate tamaa, kwani maumivu yao ni sauti tosha, ni kilio tosha. Damu yao iliyomwagika ni kilio tosha kwa ajili ya haki ya walio wengi wa taifa la Tanzania. Tuko pamoja nao na watakia moyo mkuu. Maneno hayatoshelezi kabisa kueleza hisia na fikra. Sisi tulijitahidi kwa uwezo wetu wote kwa zaidi ya miaka 30 sasa. Tulitumia maneno ya kisiasa, hatukusikilizwa. Tulitumia maneno ya kiimani, hatukusikilizwa. Tulitumia maneno ya kisheria, hatukusikilizwa. Pengine leo nitumie maneno ya kisayansi, huenda yakaingia ndani mwao. Yale yote yanayotoka nje ni kioo cha yaliyoko ndani mwetu. Yale yote yanayotoka nje mwetu ni kioo cha yale yaliyo ndani mwetu. Nitaelezea mambo makuu manne. La kwanza, uhuru wa nchi yetu ya Tanganyika ulipatikana bila kumwaga damu. Japo waliokuwa wanatutawala wakati huo walikuwa wataki taifa hili mema, lakini uhuru ulipatikana bila kumwaga damu. Je, damu inayomwagika leo hii ni kwa ajili ya madaraka tu? Nyerere huko aliko analia pamoja na sisi. La pili, nchi yetu imekuwa ikiitwa Geneva of Africa. Leo hii imekuwa kaburi la kuzikana ndugu kwa ndugu waliouawa. Imekuwa ni nchi ambayo damu imemwagika kwenye ardhi yetu, na ni laana kwa taifa hili. Ndugu zetu ambao wanazikwa sasa, damu iliyomwagika yote, damu yao ni rutuba ya haki ya walio wengi ndani ya taifa letu. Tatu, hili jambo sio rahisi baadhi ya watu au baadhi ya wenzetu wanavyolifikiria. Sio mgogoro wa wanasiasa kwa wanasiasa kama ulivyotokea Kenya 2007 au ulivyotokea hapo Zanzibar, alafu wanasiasa wakakaa wakazungumza. Huu ni mgogoro wa wananchi walio wengi dhidi ya wachache. Naweza nikaufafanisha kama mgogoro wa ndugu zetu walio wengi wa Afrika ya Kusini au wa Afrika weusi wa Afrika ya Kusini dhidi ya makaburu. Kwa hivyo mgogoro huu unahitaji fikra pana na pevu kuweza kujua kulikoni. 4, ni muhimu kila mwenye sauti apaze sauti yake bila uoga kukemea jambo hili. Ni muhimu sana kwetu sisi kuangalia namna gani ya kila Mtanzania bila aibu ya aina yoyote ile, bila aibu ya aina yoyote ile, tukatoka hapa tulipo. Sasa tunajiuliza tufanye nini? Hatua ya kwanza ya maafa haya, kwenye maumivu haya, tupewe miili yetu, mashujaa wetu waliouawa, ambao ni utamaduni wetu, ni ungwana wetu wa kiimani na vinginevyo, ili tuweze tukawasitiri ndugu zetu, tukawazika kwa heshima mashujaa wetu bila kuendeleza ghadhabu zaidi, kwa kuwa ndarau mwiba
mguu uota tende. Watanzania poleni sana, asanteni sana. Hatukuamini katika historia ya mwanadamu, historia ya taifa letu la Tanzania, taifa la ndugu, tungeuana kwa kiasi hicho, kwa ukatili huo, kwa namna ya vifo hivi. Watu wameuawa kikatili, lakini wamemwaga damu kwa ajili ya haki ya ukombozi wa taifa lao. Poleni sana 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 ndugu, jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa kupoteza ndugu zetu hawa. Pili, nitoe pole za dhati kwa wale ambao wamejeruhiwa, walioko hospitalini, walioko nyumbani, wanaouguza. Waendelee kuwa wavumilivu, wasikate tamaa, kwani maumivu yao ni sauti tosha, ni kilio tosha. Damu yao iliyomwagika ni kilio tosha kwa ajili ya haki ya walio wengi wa taifa la Tanzania. Tuko pamoja nao na watakia moyo mkuu. Maneno hayatoshelezi kabisa kueleza hisia na fikra. Sisi tulijitahidi kwa uwezo wetu wote kwa zaidi ya miaka 30 sasa. Tulitumia maneno ya kisiasa, hatukusikilizwa. Tulitumia maneno ya kiimani, hatukusikilizwa. Tulitumia maneno ya kisheria, hatukusikilizwa. Pengine leo nitumie maneno ya kisayansi, huenda yakaingia ndani mwao. Yale yote yanayotoka nje ni kioo cha yaliyoko ndani mwetu. Yale yote yanayotoka nje mwetu ni kioo cha yale yaliyo ndani mwetu. Nitaelezea mambo makuu manne. La kwanza, uhuru wa nchi yetu ya Tanganyika ulipatikana bila kumwaga damu. Japo waliokuwa wanatutawala wakati huo walikuwa wataki taifa hili mema, lakini uhuru ulipatikana bila kumwaga damu. Je, damu inayomwagika leo hii ni kwa ajili ya madaraka tu? Nyerere huko aliko analia pamoja na sisi. La pili, nchi yetu imekuwa ikiitwa Geneva of Africa. Leo hii imekuwa kaburi la kuzikana ndugu kwa ndugu waliouawa. Imekuwa ni nchi ambayo damu imemwagika kwenye ardhi yetu, na ni laana kwa taifa hili. Ndugu zetu ambao wanazikwa sasa, damu iliyomwagika yote, damu yao ni rutuba ya haki ya walio wengi ndani ya taifa letu. Tatu, hili jambo sio rahisi baadhi ya watu au baadhi ya wenzetu wanavyolifikiria. Sio mgogoro wa wanasiasa kwa wanasiasa kama ulivyotokea Kenya 2007 au ulivyotokea hapo Zanzibar, alafu wanasiasa wakakaa wakazungumza. Huu ni mgogoro wa wananchi walio wengi dhidi ya wachache. Naweza nikafananisha kama mgogoro wa ndugu zetu walio wengi wa Afrika ya Kusini au wa Afrika weusi wa Afrika ya Kusini dhidi ya makaburu. Kwa hivyo mgogoro huu unahitaji fikra pana na pevu kuweza kujua kulikoni. 4, ni muhimu kila mwenye sauti apaze sauti yake bila uoga kukemea jambo hili. Ni muhimu sana kwetu sisi kuangalia namna gani ya kila Mtanzania bila aibu ya aina yoyote ile. Bila aibu ya aina yoyote ile tukatoka hapa tulipo. Sasa tunajiuliza tufanye nini?